Ndugu zangu wa Kristo, asalamu alaykum, na ndugu zangu Waislamu, Bwana Yesu asifiwe. Ni moja kati ya salamu ambazo zimekuwa zikisalimiwa siku za hivi karibuni na jinsi nchini Tanzania. Moja kwa moja, taarifa kubwa ambayo imerufikia mezani ni kuhusiana na ripoti ya CNN iliyotoka siku kadhaa zilizopita, huko ripoti hiyo ikishutumu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yalitokea katika siku ya Oktoba 29. Oktoba 29 ifahamike kwamba ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Lakini kuna mambo mengi ambayo yaliibuka, ikiwemo masuala ya vurugu pamoja na maandamano, ikiwemo pamoja na vifo vya Watanzania katika maandamano hayo. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa siku ya juzi pia alizungumza na vyombo vya habari kuhusiana na tafakuri ya kina ya serikali dhidi ya ripoti ya CNN, ambapo Larry Madowo, ni mwandishi wa habari wa CNN, aliweka wazi kwamba kituo hicho cha habari cha kimataifa kina ushahidi wa kutosha kuhusiana na matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu na haki za kiraia yaliyotokea siku ya Oktoba 29, huku akiweka wazi baadhi ya madai hayo kwamba ni sehemu ya ushahidi katika ripoti yao iliyotoka siku chache zilizopita. Katika ripoti hiyo, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa aliita kwamba ni ripoti yenye utata kwa sababu upande wa serikali haukuweza kujumuishwa katika ripoti hiyo. Lakini ifahamikia kwamba Larry Madowo pia alizungumza na vyombo vya habari huko Afrika Kusini akisema kwamba waliitafuta serikali ya Tanzania ili kuweza kushirikishwa katika ripoti hiyo, lakini hawakuweza kupatiwa majibu juu ya tuhuma hizo. Wakati ripoti hiyo ya CNN ikitoka hii leo, Senate ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani wametoa tafakuri ya kina kuhusiana na matukio hayo yaliyotokea siku kadhaa zilizopita kufuatia ripoti ya CNN. Jen Shane ambaye ni senator kutoka nchini Marekani, ambaye pia ni sehemu ya kamati ya mahusiano ya mambo ya nje katika taifa hilo, amesema kwamba ripoti hii inasisitiza vitendo vya kutisha vya serikali ya Tanzania kukandamiza waandamanaji. Ushahidi wa makaburi ya watu wengi unaonesha jaribio lisilokubalika la kuficha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Lazima kuwe na uchunguzi huru wa matukio haya ya kusikitisha mara moja, aliandika hivyo Jen Shane, ambaye ni moja kati ya viongozi waliopo katika kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani, akijibu kuhusiana na ripoti ya CNN iliyotolewa siku chache zilizopita.